Bana, kwa hili Al Ahly naweza nikasema kwamba hawachukuli poa mchezo wote ambao wanakwenda kucheza. Hata kama mpaka sasa hivi hawajapoteza mchezo wote kwenye kundi wakiwa na alama zao 7, lakini mchezo huu dhidi ya Yanga kuelekea Jumamosi naweza nikasema kwamba yani hiki ambacho wamekifanya, unaona kabisa kwamba wanahitaji tena alama 3 zingine ili kujiweka kwenye mazingira ambayo yatakuwa ni rahisi kwa upande wao kwa ajili ya kufuzu moja kwa moja kuelekea kwenye hatua ambayo inafuata, yani hatua ya robo finali. Yani wanachokitaka wao ni kufuzu kwa haraka na sio kuanza kusubiri. Sasa kwa upande wa Al Ahly ni kutaarifu tu kwamba tayari wameshawasili Zanzibar. Sasa mambo ambayo wameweza kuyafanya utakwenda kuyashangaa, haswa ratiba yao, namna ambavyo wameipanga kiprofessional. Utakwenda kutambua kwamba mechi hii wanahitaji kweli kweli. Naweza nikasema kwamba wana Yanga wawe makini kweli kweli, wanaweza kujikuta pia wakapoteza tena na mechi hii wakiwa kwenye kiwanja cha nyumbani. Nini hasa ambacho wamekifanya Al Ahly utakwenda kufahamu hapa. Nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kuangazia taarifa hii kwa makini zaidi. Kikosi cha Al Ahly ya pale nchini Misri tayari kimewasili Zanzibar kwa utulivu mkubwa, kikijiandaa na mchezo wao dhidi ya Yanga utakaochezwa Jumamosi hii, na hatua ambazo wameweza kuzichukua mara baada ya kutua zimeonyesha wazi jinsi ambavyo walivyoichukulia mechi hiyo kwa uzito wa hali ya juu. Mara baada ya kuwasili Al Ahly hawakupoteza muda mwingi. Baada ya kufanya matembezi au mapumziko marefu, viongozi wa timu waliinua tahadhari ya maandalizi ya haraka kwa kuhakikisha ratiba ya wachezaji haivurugiki hata kidogo. Baada ya kushuka uwanja wa ndege, wachezaji walipitia taratibu za uhamiaji kwa haraka bila kukaa kwa muda mrefu hadharani. Timu ilitoka moja kwa moja kuelekea hotelini bila kusimama njiani. Hakukuwa na muingiliano na watu wengi nje ya ratiba rasmi. Hii ni sehemu ya utaratibu wa Al Ahly kulinda umakini wa wachezaji kabla ya mechi muhimu. Inadaiwa kuwa mara tu walipofika hotelini, eneo maalum lilitengwa kwa ajili ya timu pekee. Usalama uliimarishwa, wachezaji walitakiwa kupumzika mara moja tu kulingana na ratiba ya benchi la ufundi. Hakukuwa na ruhusa ya kutoka nje ya mpango wa timu. Hatua inaonyesha kwamba kulikuwa na nidhamu kubwa ambao waliweza kuionyesha. Lakini pia haikuishia hapo. Ndani ya saa chache baada ya kuwasili, benchi la ufundi lilifanya kikao kizito na wachezaji. Lakini pia walifanya uchambuzi wa Yanga, ulianza kwa haraka zaidi kwa maelekezo ya kiufundi. Wachezaji walipewa majukumu kila mmoja kulingana na mpango wa mchezo. Hii inaonyesha kwamba Al Ahly wamekuja wakiwa tayari kiakili kabla hata mazoezi ya uwanjani. Lakini pia haikuishia hapo. Waliweza pia kufanya mazoezi mepesi ya kurejesha mwili, ile tunasema kwamba recover, ili kuondoa uchovu wa safari na kuanza kuzoea hali ya hewa. Lakini pia kinachoonekana wazi ni kwamba Al Ahly hawajaje Zanzibar kwa matembezi, wamekuja kwa kazi maalum. Nidhamu yao, utaratibu wao na kasi ya maandalizi yao vinaonyesha kuwa wanaichukulia mechi dhidi ya Yanga kama mechi ya hadhi kubwa. Hatua walizochukua mara baada ya kuwasili zinaonyesha tofauti kubwa ya utamaduni wa maandalizi ya timu kubwa za Afrika. Kila dakika kwao ina thamani na kila hatua inalenga ushindi uwanjani. Ya maana kwamba sasa hivi macho yote yanatazama zaidi kuelekea kwenye mechi dhidi ya Yanga Jumamosi hii. Namna ambavyo wamekuja hapa Tanzania, unaona kabisa kwamba wanataka alama 3. Yanga inatakiwa wajipange kweli kweli.